South B wamebaki wakitazama makazi yao yaliyogeuka majivu baada ya moto kuteketeza mali ya familia zaidi ya familia 500 usiku wa kuamkia leo. Immaculate Musila anatuarifu zaidi. Ulikuwa usiku wa taharuki kwa wakazi wa Fuatanyayo. Mali ya dhamana isiyojulikana imeteketea huku zaidi ya familia 500 zikibaki bila makazi baada ya moto mkubwa kulipuka na kusambaa kwa kasi. Kazi wanasema wazima moto walifika kwa kuchelewa na baadhi ya magari hayakuwa na maji ya kutosha, jambo lililofanya moto kuendelea kuenea huku mitungi ya gasi ikilipuka na kufanya hali kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna maji ilikuja inaisha, kuna gari inakuja, kuna maji. So we wonder how kuna gari inaweza kuja bila maji ya kuzima moto. Unaona hiyo ni serious situation. Sasa mamia ya familia hawana mahali pa kulala na wanatoa wito kwa serikali kuu na ya kaunti kuingilia kati mara moja kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida. Mimi niliokoa watoto peke yake. Mimi hakuna kitu yenye nimeokoa hata moja, mpaka manguo sani watoto wangu mpaka za shule, vitabu nini venye mtoto alitoka nazo shule. Hapa Fuatanyayo, baadhi ya wakazi bado wanachakura mabaki wakitafuta chochote kinachoweza kuokolewa, lakini hali inaonyesha kuwa wengi itawalazimu kuanza upya maisha yao ikiwa msaada hautawafikia kwa haraka. Tungepaa waheshimiwa wakuje watuangalie, wakuje watusaidie, tuletee msaada. Mamia ya familia sasa wanahitaji makazi ya dharura, mavazi na chakula, huku viongozi wakiahidi kuchunguza chanzo cha moto huo. Kwa serikali zote, viwango zote, wakipikiwa na hii ripoti penye wataipata, waone penye watatushughulikia, hata kama watatuletea hema tulale ndani kwa leo na kesho, wakiona penye tutafanya. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Immaculate Musila.